Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Nimeambiwa ujenzi wa mabweni mawili, madarasa mawili, shule ya sekondari Chala kwenye halmashauri yetu. Mradi una thamani ya milioni 310. Majengo yamejengwa tayari yananyufa. Tuna majengo yaliyojengwa enzi ya Mjerumani yapo. Ninyi wenzetu na shule mmesoma, mnajengaje majengo na rangi bado inanukia upya, yananyufa? Injinia yuko wapi? Injinia wilaya yuko wapi? Injinia, tuambie kwa nini majengo rangi haijakauka yenyewe ameshaanza kupasuka? Kwa Chala sekondari kuna baadhi ya madarasa yananyufa, hasa sehemu za uwazi, kwa maana ya madirisha. Hiyo huwa inatokea kwa sehemu za uwazi kwa majengo. Ukishajenga baada ya muda inatokea settlement, kwa maana majengo yana settle. Inatokea nini? Settlement. Ukisikia kwenye maelezo tu kikawekwa Kiingereza, ujue hapo ndo unataka kuibiwa hapo. Settlement, adjustment. Unapojenga jengo, hii ardhi inakuwa ina maji. Kwa hiyo maji yanavyokuwa na evaporate inatokea settlement. Kwa hiyo jengo lina move kwenda chini. Kwa hiyo unapotokea mtikisiko, zile sehemu ambazo ni weak point, ambazo hasa kwenye madirisha au kwenye milango, kwa hiyo nyufa lazima itokee. Sasa ili uondokane na hiyo, lazima uestablish beam za aina 3: ground beam nyingine kwenye hiyo madirisha katikati na lenta. Kwa hiyo sasa kwenye majengo yetu sisi, miongozo inaonyesha beam za aina 2, ambao ni ground beam na roof beam, kwa maana ya lenta. Zile beam za katikati hatujaziweka kutokana na majengo. Kwa hiyo majengo yote yakijengwa lazima yapasuke ili yaseto. Pia hiyo nayo inatokana na ardhi. Inatokana na ardhi. Mkurugenzi yuko wapi? Huyu anatuimbisha tu. Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Mkurugenzi, tuambie, jengo linanyufa, unajua hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza mhandisi wa wilaya kwenye maelezo yake ya awali, nami napenda niongezee. Kwa sehemu kubwa ya halmashauri ya wilaya Nkasi, sehemu kubwa zina mwamba. Umezingatia BOQ? BOQ imezingatiwa, lakini sehemu kubwa, kwa mfano. Mkurugenzi, una uhakika umezingatia BOQ? Ndio Mheshimiwa. Shule ya amali ya wavulana ya wilaya ya Nkasi, bidhaa mnazonunua, vifaa mnavyonunua ni bei iko juu kuliko bei ya soko. Nini kimesababisha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenda ningefahamu ni bei gani, vifaa gani hivyo. Mkurugenzi, wewe ndio unayesimamia vifaa mlivyonunua vya kujenga shule ya amali ya wavulana, shule ya wavulana. Vifaa mlivyonunua bei yake iko juu kuliko bei ya soko. Unajua hilo? Silifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na ninyi vitu mnavyoenda kununua, mnakwenda kununua hivyo vifaa, mnanunua kwenye duka ambalo mmiliki wa duka hilo ni mtumishi wa halmashauri hiyo. Unajua hilo mkurugenzi?
Silifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa mnakuja hapa kueleza inaseto. Nani kawaambia nimekuja kutembea hapa? Nina taarifa zote. Kamanda wa TAKUKURU, nenda kachunguze kwenye haya majengo yote haya niliyosema, na nenda kachunguze hivi vifaa vinatoka wapi. Nenda kalinganishe na bei zingine za maduka mengine. Nenda kafuatilia haya yote, niipate taarifa nitakapokuwa namaliza mkoa wa Katavi ili niweze kufanya uamuzi. Hivi ni vitu ambavyo haviruhusiwi. Fedha mmepewa ya kujenga jengo, fedha imeisha, majengo hayajaisha. Fedha imeisha, majengo hayajaisha. Mmepandisha bei. Majengo mengine mmelazimisha kuyamaliza, ndio hizo nyufa zinatokea. Haya, nendeni kamanda, nipate taarifa ya hii miradi. Sehemu zingine mmeazima vifaa kutoka miradi mingine. Mmeazima vifaa kwa utaratibu gani? Mmeazima vifaa kutoka mradi mwingine kwa utaratibu gani? Tulikuwa na mitambo mitatu tu ya maji. Yaani ninyi Nkasi hapa mkitaka kuchimba kisima ilikuwa lazima msubiri mtambo ulioko na Mtumbo. Ninyi Nkasi hapa mkitaka kuchimba kisima mnaambiwa mtambo ule uko Mkinga kule Tanga. Mheshimiwa Rais akanunua mitambo kwa kila mkoa kwa mpigo. Hivi tunavyoongea kila mkoa una mtambo wake wa kuchimba maji. Kila ukanda una mtambo wake wa kuchimba mabwawa, ujenzi wa mabwawa. Kila mkoa, kila ukanda una mtambo wake wa kupima wapi maji yapo. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwa mikoa na wilaya, twendeni tutumie mitambo hiyo kuwapatia wananchi maji. Tengenezeni bajeti zenu kufuatana na vipaumbele, tutumie mitambo. Mama ameshatuletea mitambo, twendeni site tuwapatie wananchi maji. Nalisisitiza hili kwa sababu najua mambo yote ya nchi hii. Wapo wasiopenda kuchimba maji kwa mitambo, wanataka watoe zabuni. Na sio siri, kwa sababu zabuni huwa zina pasenti. Kwa hiyo tutaletewa mitambo itapaki, kila siku tutakimbizana na zabuni. Tutasema bajeti ya mitambo kuipeleka ichimbe haipo, lakini bajeti ya kulipa mzabuni ipo. Sasa naelekeza mitambo ile sio ya kupaki, mitambo ikachimbe maji. Nimesema miezi 6 baada ya bajeti. Sitaki kusikia shule haina maji, sitaki kusikia zahanati haina maji. Tumebakiza vijiji takriban 1500 ili vijiji vyote viwe na maji. Wale ambao wanadhani ni maelekezo ya ziara wasome alama za nyakati. Hatutavumilia uvivu, uzembe, wizi, udokozi. Na nadhani kwa salamu za mikoa ambako tumetangulia watakuwa wamepata. Tulipita wilaya moja tukakuta wamegawana fedha ya miradi zaidi ya milioni 300. Wamelipana posho. Nikamwambia waziri, hapa fyeka wote, wilaya hii ianze upya. Ndio, wala usihangaike kuhamia, fyeka. Nikapita wengine mkoa moja, waliposikia ziara fedha ambazo walishalipana wakaanza kurudisha. Nikasema hata wakirudisha wakamatwe, wafikishwe kwenye mkono wa sheria.
Hatuwezi tukawa tunaviziana hivyo kwamba wakituona tutarudisha, wasipotuona tumewapiga. Hiyo haipo. Ndio, na mimi niwaambieni, wala hatutaonea mtu. Na watumishi mnaofanya kazi nzuri, wala msiingie ubaridi. Tunatambua kazi yenu. Msipelekwe kwenye ushirika na wezi, ushirika na wavivu, ushirika na wazembe. Msitengeneze umoja wa aina hiyo. Tunatambua nchi hii inasonga mbele kwa sababu ina watumishi wazuri, wapo. Ila hawa wachache walio wavivu tutashughulika nao. Vitu vya mazoea. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.